Unaweza mwanaume ukaoa mke mmoja au hata zaidi ya mmoja, iwe ni Kristo iwe ni Muislamu. Ya kimila na kuruhusu. Ndio maana kuna Wakristo wana wanawake wengi. Ya kimila hiyo. Maana yake sio ya kimungu, ya kimila, mnielewe vizuri. Ndio maana za kina Ibrahim hazikuwa za kimungu, zilikuwa za kimila. Za kidesturi, ndio maana walichukua zaidi ya mmoja. Kunapoleta mifano ya Ibrahim na Isaka, sio Yakobo 28, waanze kujua kwamba ilikuwa ya Mungu au ya mila. Ya Mungu ni mmoja, ya kimila ni wengi. Ya pili ni ndoa ya serikali. Yeye anaweza kufungisha mkuu wa wilaya DC au katibu tawala akafungisha hiyo ndoa. Nyingine ni ya kidini. Hii ya kidini inasimamiwa na viongozi. Kwa Kristo mke mmoja, kwa Islamu zaidi ya mmoja. Ukienda msikitini zaidi ya mmoja. Ukija kanisani ni mmoja huyu. Ndoa hizo aina tatu. Kwa ukitetea mfano mtu alioa wanawake 6, unatuua, unatuangamiza, unatuletea mambo ya mila hapa. Kwenye mila kweli hawakwenda kanisani. Kwa sababu kulikuwa kuna mila, wanamalizana wazazi juu kwa juu. Umepewa mbuzi, ng'ombe, nenda naye, wawe 6 wawe 7. Sasa kimila ulikuwa unaoa hata kama kaka amekufa, unachukua yule mke unaishi naye. Za kimila hizo, kanisani hizo hazipo. Haleluya. Za kimila asilimia kubwa zinaangalia tamaduni na desturi. Zinazingatia hilo. Haziwi nje ya hapo. Kwa kila kabila